Watu wengi wenye umri wa zaidi ya miaka 40 na kuendelea wamebeba hadi kilo 12 za uchafu ndani ya miili yao hivi sasa. Sio mafuta wala sio uzito wa maji, ni uchafu uliorundikana ambao utumbo mpana, ini na mfumo wa limfu uliacha kuondoa kwa ufanisi miaka mingi iliyopita. Ule uzito unaousikia baada ya kula, kuvimba kwa tumbo ambako hakuishi kabisa, na uchovu ambao hata usingizi hauondoi. Haya yote sio uzee tu, na hapa ndipo sehemu ambayo watu wengi hawaelewi. Unaweza kuanza kurekebisha hali hii ndani ya muda mfupi kama masaa 48 bila kutumia dawa za kuharisha na bila kusafisha mwili kwa gharama kubwa. Tumeorodhesha vinywaji 7 vya kusafisha tumbo. Tutaanzia kile chenye nguvu ndogo hadi kile chenye nguvu zaidi, ili ujue kipi kinafanya kazi na kipi ni upotezaji wa muda wako. Na kimoja kati ya vinywaji hivi kwa kweli hufanya tatizo kuwa baya zaidi. Tatizo hili sio kwa watu wenye miaka 40 na kuendelea, ila hata wewe mwenye miaka chini ya 40 ni muhimu sana kutumia vinywaji hivi ili kuimarisha afya yako mapema sana kabla hali haijawa mbaya. Hapa wanahusika wanaume na wanawake. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Sikiliza kile ambacho sayansi inasema. Utumbo wako una wimbi la asili la kujisafisha wenyewe. Baada ya umri wa miaka 50, wimbi hilo hupungua kasi kwa karibu 40%. Chakula hukaa kwa muda mrefu, huanza kuchachuka, uchafu huganda, na tabaka la kunata la sumu huanza kutokea kwenye kuta za utumbo wako. Hilo ni tabaka ambapo bakteria hatari hujificha, hula na kuzaliana. Hiyo ndio sababu unajihisi mzito baada ya kula, hata kama hukula chakula kingi. Daktari wako atakwambia ule nyuzi, fiber zaidi, au utumie probiotics. Lakini hizo hutibu dalili tu na sio chanzo cha tatizo. Kuna vinywaji unavipuuza kila siku, lakini vinaweza kuulazimisha utumbo wako kuanza tena lile wimbi la kusafisha kupitia kemia ya msingi ya mwili iliyothibitishwa katika maelfu ya tafiti. Kinywaji namba 1 kwenye orodha hii kiliimarisha mwendo wa utumbo kwa 67% katika majaribio ya kitabibu, na gharama yake ya kutengeneza ni chini ya 3,000 kwa pesa ya Tanzania. Lakini kinywaji ambacho watu wengi hukikimbilia kwanza hakifanyi karibu lolote. Kinywaji cha 7, maji ya jujube, prune water. Hiki ndicho kile ambacho bibi yako alikiamini, na ndiyo, kuna sayansi ya kweli nyuma yake. Jujube zina sorbitol, sukari asilia ya kileo ambayo huvuta maji kwenye matumbo yako na kulainisha choo. Lakini ukweli ni huu: sorbitol hairudishi kasi ya wimbi la kusafisha utumbo wako. Inaongeza tu unyevu kwenye kile kilichokwama. Utafiti mmoja ulionyesha kuwa jujube ziliimarisha mzunguko wa choo kwa takriban mara 1 zaidi kwa wiki. Hiyo ni mara 1 tu kwa wiki. Na watu wengi huitayarisha vibaya. Huloweka jujube 2 au 3 kwenye maji baridi usiku kucha na kutarajia muujiza. Maji baridi hayatoi sorbitol kwa urahisi. Unahitaji jujube 4 hadi 5 zilizolowekwa kwenye maji ya moto kwa angalau saa 8. Kunywa maji hayo na kula jujube hizo asubuhi kabla ya kula kitu kingine. Ni njia nzuri, inajulikana na ni mwanzo mzuri. Lakini kama una uchafu wa miaka mingi, maji ya jujube ni kama kujaribu kusafisha bomba lililoziba kwa kutumia kijiko cha chai. Kabla sijaweka wazi kinywaji cha 6, nimegundua 99% ya watazamaji wa video zangu hawajasubscribe. Tafadhali bonyeza subscribe na like video hii. Ukiweza pia share kwa wengine. Lengo langu ni kufikia milioni 1 mwishoni mwa mwezi huu, ili kila mtu ajifunze. Asante. Sasa tuendelee. Kinywaji cha 6, maji ya mbegu za chia. Pengine umeona hiki kila mahali, na pia tuliwahi ongelea faida za mbegu chia.
Weka mbegu za chia kwenye maji, zitazame zikivimba na kuwa kama jeli, kisha kunywa. Inaonekana ya kuvutia, kana kwamba inafanya kitu chenye nguvu ndani ya utumbo wako, na inafanya hivyo kidogo. Mbegu za chia hufyonza hadi mara 12 ya uzito wake kwenye maji. Jeli hiyo hutengeneza ujazo kwenye matumbo yako ambao unaweza kuchochea mishtuko kidogo. Utafiti ulionyesha kuwa nyuzi za chia ziliimarisha utaratibu wa kwenda choo kwa takriban 15% kwa muda wa wiki 4. Lakini 15% kwa mwezi ni pole sana unapokabiliana na usumbufu wa kila siku. Tatizo kubwa zaidi ni hili. Ikiwa utumbo wako tayari una kasi ndogo na umeziba, kuongeza ujazo zaidi kunaweza kufanya mambo kuwa mabaya zaidi. Ni kama kuongeza magari zaidi kwenye barabara ambayo tayari imefungwa na msongamano. Kama unatumia chia, fanya hivi. Kijiko kimoja cha chakula cha mbegu za chia kwenye wakia 8 za maji ya moto. Iache kwa dakika 15 mpaka iwe jeli kabisa. Inywe asubuhi, kisha fuatisha na glasi nyingine kamili ya maji ya kawaida. Bila maji hayo ya ziada, chia inaweza kusababisha kuvimba kwa tumbo zaidi. Ni kinywaji kizuri cha matengenezo, lakini hakitibu chanzo cha tatizo. Kinywaji cha 5, maji ya magnesium. Sasa hapa tunaanza kupata kitu cha maana. Hapa ndipo sayansi inapoanza kuwa nzito. Magnesium citrate huvuta maji kwenye matumbo yako kupitia mchakato wa osmosis. Inalegeza misuli laini ya kuta za utumbo wako mpana. Na baada ya miaka 60, watu wengi wana upungufu wa magnesium bila hata kujua. Utafiti ulionyesha kuwa kuongeza magnesium kuliimarisha utoaji kamili wa choo kwa 28% kwa watu wazima wenye umri wa zaidi ya miaka 55. Hii ndio kitu cha karibu zaidi na dawa ya asili ya kuharisha bila kuwa dawa halisi. Mwili wako unahitaji magnesium hata hivyo. Unaupa utumbo wako madini ambayo umeyakosa. Jinsi ya kuitumia: robo kijiko cha chai cha unga wa magnesium citrate kwenye wakia 8 za maji ya moto. Inywe jioni, takriban saa 1 kabla ya kulala. Mwili wako huishughulikia usiku kucha na matokeo huonekana asubuhi. Kopo moja hugharimu takriban 30,000 au zaidi na hudumu kwa miezi 2 kwenye matumizi. Tahadhari moja: ikiwa una matatizo ya figo, wasiliana nasi kwanza kabla kutumia kinywaji hichi na usizidishe kipimo. Magnesium nyingi husababisha kuhara na sio uondoaji wa uchafu wenye afya. Kinywaji cha 4, aloe vera na ndimu. Aloe vera imekuwa ikitumiwa kwa uponyaji wa utumbo kwa maelfu ya miaka, na tofauti na tiba nyingi za zamani, sayansi ya kisasa inaunga mkono hii. Aloe ina asemanan, kiwanja ambacho hutuliza na kurekebisha kuta za utumbo wako. Pia ina vimeng'enya, enzymes asilia, ambavyo husaidia kuvunja chakula kilichokaa kwa muda mrefu sana kwenye mfumo wako wa usagaji chakula. Utafiti ulionyesha kuwa aloe vera iliimarisha utaratibu wa kwenda choo na kupunguza usumbufu wa tumbo kwa 33% kwa muda wa wiki 4. Lakini hapa ndipo watu wengi hufanya makosa. Hununua juisi ya aloe vera ya madukani iliyojaa sukari na vihifadhi. Sukari hiyo hulisha bakteria wale wanaosababisha matatizo kwenye utumbo wako. Au wanatumia aloe vera mbichi moja kwa moja kutoka kwenye jani, ambayo ina aloin, kiwanja kikali kinachosababisha maumivu ya tumbo na kuhara. Njia sahihi: wakia 2 za jeli safi ya ndani ya jani la aloe vera isiyo na sukari wala viongezeo. Kamulia nusu ndimu, changanya na wakia 6 za maji ya moto. Inywe asubuhi kabla ya kula kitu kingine. Ndimu hufanya ladha iweze kuvumilika. Mchanganyiko huu hurekebisha huku ukisafisha, si vinywaji vingi vinavyofanya yote mawili. Hapa ndipo video nyingi hufanya makosa. Zinakupa vinywaji 7 na kuishia hapo. Lakini hivi vitatu vinavyofuata havijasaidia tu, vinaanza kurekebisha tatizo. Na kile kinachokuja baada ya orodha hii ndicho kinachotofautisha matokeo ya kweli na juhudi zilizopotea. Kinywaji cha 3, kefir na mbegu za kitani, flaxseed, zilizosagwa. Hiki hakipewi sifa kinachostahili. Kuta za utumbo wako zimefunikwa na ute unaosaidia uchafu kuteleza. Wakati kuta hizo zinapoharibika au kukauka, kila kitu hupungua kasi.
Kefir, ambacho kina mchanganyiko wa bakteria hadi aina 61 tofauti, idadi ambayo ni mara 3 zaidi ya virutubisho vingi vya probiotics. Wakati tembe za kawaida hukupa aina 1 au 2 tu, kefir inaleta jeshi zima la bakteria mwilini. Unapoongeza mbegu za kitani zilizosagwa, ground flaxseed, unapata nyuzi zinazoyeyuka na zisizoyeyuka, pamoja na misombo ya lignans ambayo hulisha bakteria hao wazuri. Utafiti katika jarida la chuo cha Marekani cha lishe ulionyesha kuwa kefir na mbegu za kitani huboresha harakati za utumbo kwa 34%, ambapo washiriki walipata matokeo ndani ya wiki ya kwanza kwa kukomesha kuvimbiwa na maumivu ya tumbo. Kichocheo chake ni wakia 4 za kefir isiyo na sukari na kijiko kimoja cha mbegu za kitani zilizosagwa, ikinywewa asubuhi mara baada ya kuchanganywa. Hata hivyo, wale wanaotumia dawa za kulogeza damu wanapaswa kumuona daktari kwanza. Kinywaji cha pili ni juisi ya beetroot na ndimu, ambayo ni muhimu sana kwa afya ya utumbo. Beetroot ina nitrati za asili ambazo mwili huzibadilisha kuwa nitric oxide, molekuli inayolegeza misuli ya mfumo wa mmeng'enyo na kufungua mishipa ya damu. Hii huongeza mzunguko wa damu kwenye kuta za utumbo na kuusaidia utumbo mpana kufanya kazi vizuri, jambo ambalo ni muhimu hasa kwa watu wenye umri wa zaidi ya miaka 60 ambapo mzunguko wa damu hupungua. Ili kuitayarisha, saga beetroot moja ya wastani iliyomenywa na kikombe kimoja cha maji, kisha ongeza juisi ya nusu ndimu na uinywe asubuhi au mchana. Ili vinywaji hivi vifanye kazi vizuri, kuna tabia 2 muhimu za kuzingatia. Kwanza, ni lazima kutafuna kila tonge la chakula mara 30, kwani chakula kisichotafunwa vizuri huchacha na kujenga uchafu kwenye utumbo mpana. Tabia hii pekee huboresha mmeng'enyo kwa 24%. Pili, ni kufuata kanuni ya Hara Hachibu ya nchini Japani, ambayo ni kuacha kula unapohisi umeshiba kwa 80% pekee, ili kutoulemeza mfumo wa utumbo. Tabia hizi hazigharimu kitu, lakini huongeza ufanisi wa kila kinywaji unachotumia. Kinywaji namba 1 na chenye nguvu zaidi ni mchanganyiko wa tangawizi na artichoke. Wakati tangawizi ikichochea tumbo, artichoke ina misombo ya cynarin na chlorogenic acid inayochochea utiririkaji wa nyongo na kusinyaa kwa misuli ya mfumo mzima wa mmeng'enyo. Mchanganyiko huu huamsha wimbi la kusafisha ambalo limekuwa halifanyi kazi kwa miaka mingi na kuvunja safu ya sumu inayolinda bakteria wabaya. Utafiti ulionyesha kuwa watu wenye umri wa zaidi ya miaka 55 walioitumia walipata maboresho ya 67% katika harakati za utumbo na kupungua kwa tumbo kujaa hewa kwa 52%. Kichocheo chake kinajumuisha inchi 1 ya tangawizi iliyokwanguliwa, vijiko 2 vya kiowevu cha artichoke, juisi ya nusu ndimu na wakia 8 za maji ya uvuguvugu, ikinywewa dakika 20 kabla ya chakula cha jioni. Mpango wa marekebisho ya siku 7 unahusisha kunywa mchanganyiko wa tangawizi na artichoke kila jioni kwa siku 3 za mwanzo, huku ukizingatia kutafuna mara 30 na kula kwa 80%. Kuanzia siku ya 4 hadi ya 7, endelea na kinywaji cha jioni na uongeze kinywaji cha asubuhi, aidha cha kefir au cha beetroot. Ndani ya wiki 1, hali ya tumbo kujaa itaanza kupungua, na ndani ya mwezi 1 utumbo wako utaanza kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa kwa gharama nafuu ukilinganisha na dawa za hospitali. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana, tukutane tena kwenye video zijazo.